Hapa umeona tunayo makaburi 9. Kanisa kuu lenye hadhi ya kathedrali linalojengwa katika Jimbo Kuu Katoliki mkoani Arusha linatarajiwa kukamilika, huku gharama za ujenzi wa kanisa hilo mpaka hivi sasa zikiwa ni zaidi ya bilioni 7.6, ikiwa ni matokeo ya safari ya miaka 15 ya ujenzi ulioanza tangu mwaka 2011 ulioasisiwa na maono yaliyowekwa karibu miongo mitatu iliyopita, ambapo imeelezwa kwamba katika kanisa hili yapo makaburi 9 ambayo yamejengwa kwa ajili ya kuwahifadhi maaskofu. AyoTV pamoja na millardayo.com imezungumza na mhandisi mshauri Dr. Richard Matolo ambaye ndio msimamizi mkuu wa ujenzi wa kanisa hili, ambaye amejaribu kutuonyesha kuhusiana na kanisa hili ambalo limekuwa gumzo sana kwa mkoani Arusha, na kueleza jinsi ambavyo lilivyoanza hapa hadi hatua ambayo imefikiwa hivi sasa. Mimi naitwa Engineer Daktari Richard Matolo. Ukipenda kuweka vizuri utasema mhandisi mshauri Daktari Richard John Matolo, ambaye nilipata bahati ya kuwa kwenye usimamizi kama msimamizi mkuu wa kanisa hili lenye hadhi ya juu kabisa kijimbo linaloitwa kathedrali. Sasa nikianza na chimbuko, wazo la kujenga kathedrali hii lilitolewa au liliasilisiwa na aliyekuwa askofu wa pili wa jimbo kuu la Katoliki Arusha, ambaye alikuwa anaitwa ni hayati Fortunatus Lukanima. Alitoa mwaka 97. Yeye alisevu kazi ya waskofu hapa kuanzia mwaka 89 mpaka 98. Baada ya kutoa wazo lile alistaafu mwaka 98. Kwa hiyo askofu aliyefuata, askofu wa 3, Mwashamu Askofu Josephat Louis Lebulu, alichukua lile wazo likapita kwenye michakato ya kikanisa kwa kuwahusisha mapadri, walei, wataalamu mbalimbali wa ndani na nje ya nchi, mpaka tukaona kwamba kwa hadhi ya Jimbo Kuu Katoliki la Arusha, kathedrali hii inastahili kujengwa mahali hapa. Baadaye nitakuja kuzungumzia upekee wa sehemu hii, kwa nini tumejenga hapa. Kwa hiyo ujenzi wa kathedrali hii ulianza rasmi mwaka 2011. 2011. Kwa hiyo mpaka leo imechukua takriban miaka 15 kukamilika, na sisemi kukamilika mpaka hapa tulipofikia, kwa sababu ukiangalia bado kuna kazi ambazo zinaendelea, lakini kwa sababu tuna tabaruku kathedrali kesho kutwa tarehe 7 mwezi wa 8, basi tunasema mpaka tarehe ya kutabarukiwa kathedrali imegharimu kiasi cha shilingi bilioni 7.6, ukilinganisha na bajeti au makisio ambayo tuliandaa mwaka 2011 ambayo ilikuwa shilingi bilioni 7. Upekee wa hii kathedrali ni upi? Upekee wa hii kathedrali naweza kuzungumza katika 2 perspectives. Moja, nikiangalia sifa za kathedrali, makanisa ya kathedrali duniani. Kathedrali zote duniani kwanza zinakuwa na sifa za kipekee. Zinakuwa na tall towers, minara mirefu kama ile kule, ambayo inakuwa na urefu si chini ya mita 45. Hii ya kwetu ina mita 50 kila moja. Inakuwa na minara isiyopungua 2. Hiyo ni sifa ya kwanza. Lakini ya pili, ina accommodate crypt section, maeneo ya makaburi ya kuhifadhi maaskofu. Sasa sisi tumetoka kuona kule chini maeneo ambayo yana makaburi 9 kwa ajili ya kuhifadhi maaskofu, na wale ambao wameshatangulia mbele za haki, maaskofu mwanzo, tutachukua masalia yao, yatawekwa kwenye special compartments chini pale, tunaita relic section, ambayo tutahifadhi pale. Tunasema ni sehemu ya kuhifadhi masalia matakatifu. Hapa umeona tunayo makaburi 9. Unaweza kujiuliza, si yatajaa kesho? Hayatajaa, kwa sababu pembeni ya kila
upande on that area and this area tutajenga special cabinets, makabati ya kuhifadhia masalia matakatifu. Nikisema masalia matakatifu ni pamoja na, kwa mfano tunakwenda leo kufukua kaburi la aliyekuwa askofu wa kwanza wa jimbo Dennis Dani, tutamleta hapo. Kwa hiyo baada ya muda tutakuweka kwenye hizo compartments. Kwa hiyo haya 9, hata ukiangalia span mtu kuishi na nini, 9 sio rahisi kujaza kesho. Hili linawekwa, jeneza linawekwa, lakini baada ya miaka itakayokuwa determined itatolewa, itakuwa kwenye special cabinets itakojengwa sehemu hii na sehemu ile pale. Kutakuwa na makabati madogo madogo ambayo ukivuta unaweka masalia, unafunga pale juu, unaandika tu, una print jina la miili inakaa hapa na inafungwa, inakuwa sealed hapa permanently. Ikipita baada ya miaka kadhaa tutakuja kufungua na kutoa lakini baada ya miaka mingi, kwa sababu usione 9 ukafikiri kwamba ni kidogo kiherufi, lakini in terms of serving the intended purpose ni mengi sana. Nimewaambia upekee wa kanisa hili, nikataja kama sifa za kathedrali popote duniani, lakini ukija upande wa kiroho, kathedrali zote duniani ukigogo utaona zimejengwa ama kando kando ya mito ama sehemu nyingine visiwani, lakini kathedrali hii ya St. Teresa ina upekee wake duniani kwa sababu umejengwa kati ya mto mmoja uliogawanyika katika sehemu mbili. Kuna Naura A na Naura B, na imeachania pale maeneo ya Sanawari. Nyinyi mnajua Sanawari, na imeenda kuunganikia pale chini ya metropole. Kwa hiyo ukiangalia kidini, tunasema sehemu hii imezungukwa na maji yanayotiririka, na ukienda kwenye maandiko matakatifu, kama ukiangalia kwa mfano Ezekiel ile sura 47 mstari wa kwanza mpaka 12, na ukienda kwenye Zaburi 46 mstari wa 4, au Ufunuo 22 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa pili, wanazungumzia umuhimu wa maji. Maji yanayozunguka kathedrali kama hii yanaashiria uwepo wa kwanza, neema, uwepo wa Mungu. Sio kama tunaelewana? Tunaelewana, sawa. Kuna neema hapa, kuna Mungu, uwepo wa Mungu, kuna utakaso. Umenielewa? Kwa hiyo sehemu hii ukiangalia sana, actually ilichaguliwa na Mungu. Ni Mungu alichagua sehemu kwa sababu hakuna eneo kathedrali yoyote duniani ambayo imejengwa kati ya mtu mmoja uliojigawanyika katika sehemu mbili kama hii hapa. Kwa hiyo ni upekee kijiografia, na inakwenda kuandika kathedrali hii kwenye historia ambayo itafutika duniani.